Kwa siku ya pili mfululizo, mitaa ya miji ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha na Mwanza imerindima kwa nguvu za vijana wanaoandamana wakipaza sauti na kudai mabadiliko. Ni jambo jipya kabisa kuwahi kufanyika Tanzania bara. Tanzania ambayo imekuwa ikisiwa kuwa kisiwa cha amani Afrika Mashariki na Kati, taifa lililojulikana kwa utulivu wa kisiasa chini ya chama tawala CCM, sasa linashuhudia wimbi jipya la maandamano. Maandamano haya yanaongozwa na kizazi kipya, yani Gen Z. Chanzo chake ni uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao vijana wengi wanasema umechafuliwa na madai ya dosari, vitisho na ukosefu wa uwazi. Mitandao ya kijamii ambayo kwa muda mrefu imekuwa jukwaa la maoni na mijadala hasi, sasa imenyamazishwa. Maandamano yamefanyika katika maeneo mengi na polisi wamekuwa wakitumia mabomu ya machozi na kuwakamata waandamanaji hao. Huku hao yakiendelea, huduma za interneti zimezuiliwa kwa siku ya pili mfululizo. Mitandao ya kijamii kama WhatsApp, X, TikTok na Instagram imezimwa au inafanya kazi kwa kusuasua. Serikali haijasema chochote, lakini wakosoaji wanasema ni jaribio la kudhibiti taarifa na kuficha kinachoendelea. Matokeo ya uchaguzi bado yanaendelea kutangazwa, huku mashaka yakiongezeka kuhusu uwazi na uhalali wake, hususan baada ya wagombea wenye ushindani mkubwa Chadema kususia uchaguzi chini ya kibwagizo no reforms, no elections, na huku mgombea wa rais wa ACT Wazalendo akienguliwa. Vyama vya upinzani vinataka tume ya uchaguzi iwekwe chini ya uchunguzi huru, wakidai mchakato mzima umeharibiwa na ushawishi wa CCM. Lakini hadi sasa serikali imesalia kimya. Hakuna tamko la uwazi kuhusu maandamano wala kuhusu shutuma hizo nzito za uchaguzi. Na huu kimya ndio unaozua maswali zaidi. Je, serikali inasubiri presha ipungue au inatafuta namna ya kujibu kisiasa? Kwa sasa, Tanzania iko katika wakati wa kihistoria, wakati ambapo vijana wake kwa mara ya kwanza wameamua kusimama na kusema sauti yetu haiwezi kufutwa tena.